Ni mwendelezo wa utiaji saini baina ya taasisi ya Global Education Link na taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Tanzania, ambapo leo makubaliano hayo yamefanyika katika Chuo Kikuu Kishiriki cha DUCE hapa jijini Dar es Salaam, baina ya chuo cha DUCE pamoja na Global Education Link. Katika mashirikiano hayo, lengo hasa ni kuweza kuendeleza utoaji wa career guidance and counseling kwa walimu, lakini pia kwa wanafunzi ambao ndio walengwa hasa wa programu hii. Katika makubaliano hayo tumeshuhudia uwekaji wa saini baina ya rasi wa Chuo Kikuu Kishiriki cha DUCE ambaye ni kaimu rasi Profesa Pendo Malangwa, lakini pia mkurugenzi wa Global Education Link Bwana Abdul Malik Molel, nao pia waliweza kupata nafasi ya kuweza kueleza lengo halisi la mashirikiano hayo baina ya taasisi mbili hizi katika career guidance. Kuna mambo ambayo tunatarajia kuimarisha mwongozo wa kitaaluma, yani career guidance, na utoaji wa ushauri elekezi, lakini pia ushirikishwaji wa wanafunzi, mafunzo na kuwajengea uwezo, lakini pia kujengeana uwezo sisi wenyewe kwa wenyewe kama wataalamu kwenye eneo hili la elimu. Lakini ushirikiano wa kitaaluma pia na kijamii, tunatarajia pia kuimarisha mawasiliano na uhamasishaji wa jamii kupitia vyombo vya habari. Ndugu mgeni rasmi, kipaumbele kikubwa katika ushirikiano huu ni kuwasaidia vijana kuelewa taaluma mbalimbali na mahitaji ya soko la ajira. Kazi kubwa tatu ambazo Global inazifanya, moja ni ile ya wanafunzi wa Kitanzania kupata fursa za kusoma vyuo vikuu vya nje ya nchi. Lakini la pili ni kusaidia collaboration kati ya vyuo vikuu vya ndani na vya nje ya nchi, ili tuweze extract technology, skill, methodology, approach ambazo wenzetu katika nchi zilizoendelea zimewasaidia kuendelea kupiga hatua katika uchumi wao. Je, maarifa yale yanawezaje kuingizwa katika taasisi zetu za kielimu katika nchi hii? Hii ya leo ni objective ya kazi yetu ya tatu ambayo ni career counseling and guidance. Kwa kazi ya tatu ya Global Link ni elimu kwa umma, lakini umma unaohusiana na neno taaluma. Hafla hii imeshuhudiwa na afisa elimu taaluma mkoa wa Dar es Salaam ambaye amemwakilisha vyema afisa elimu mkoa wa Dar es Salaam, Mwalimu Geoffrey Kituye, ambaye naye aliweza kueleza ni kwa namna gani mashirikiano hayo yatakwenda kuleta manufaa katika taifa la Tanzania katika maendeleo ya elimu kwa ujumla. Tumie fursa hii sasa kuwapongeza sana DUCE pamoja na Global Education Link kwa kuona umuhimu wa kuunganisha nguvu katika kusaidia maendeleo ya elimu na maandalizi ya vijana wetu kwa maisha ya kazi baada ya hatua. Mfanyie kazi maeneo yote mliokubaliana kwa mujibu wa MOU ambayo mmesainiana hapa. Lakini pili, muweke utaratibu wa kufanya tathmini zile za mara kwa mara ili kupima mafanikio na changamoto zilizopo au zinazobainika wakati wa utekelezaji wa makubaliano haya ambayo yamesainiwa leo. Na tatu, mwashirikishe wanafunzi pamoja na wahadhiri wetu hasa wa chuo hiki ili wawe ikiwezekana wa kwanza pia kufaidika au kunufaika na fursa mara zinapojitokeza. Ni nyanja ngapi ambazo zinakwenda kushuhudiwa katika mashirikiano haya? Akizungumza kwa niaba ya walimu wakuu wa shule, mkuu wa shule Tambaza anaeleza mafanikio ya mashirikiano hayo. Kwa muktadha wa makubaliano haya utafungua njia kubwa kabisa kwa ajili ya vijana wetu kuendelea mbele. Lakini pia tumejulishwa hapa pia makubaliano haya yanalenga pia kupata awareness ya elimu ya amali. Wazazi wengi hawafahamu amali ni nini. Kwa hiyo sisi wakuu wa shule tukisaidiana na walimu wetu, Global Link pamoja na DUCE, na DUCE ni mahiri kwa ajili ya kutengeneza walimu, basi na imani kwamba elimu hii ikisambazwa vizuri, basi wazazi watapata uelewa zaidi na wanafunzi wetu wataendelea vizuri, kwa sababu amali ndio jibu la msingi katika
karne ya sasa, kwa sababu vijana hawa watapata skills za kutosha, especially kwenye vocations. Kwa hiyo swala la ajira baadaye, kwamba kijana anatafuta ajira, itakuwa ni ndoto kwa nchi yetu. Mbali na hao, pia miongoni mwa walimu ambao walengwa wa karia hii amezungumza mafanikio yao, lakini pia matarajio yao kama walimu kutokana na programu hii na mafanikio katika fursa nzima ya ajira na kujiajiri. Ni swala zima ambalo linaenda kuangazia mageuzi ya kiuchumi, lakini pia linaenda kufungua taswira nzima ya ajira, kwa maana kwamba haitaishia hapa tu. Hili jambo linawafikia mpaka walimu ambao wapo makazini. Tumeona hapa wakuu wa shule walikuwepo, lakini sio hivyo, tunawafikia mpaka wanafunzi. Kwa maana hiyo, wanafunzi wataenda kupata ile guidance na maelekezo muhimu kutoka kwa walimu ambao watapata mafunzo haya, kwamba mwanafunzi anajua nikitoka hapa shuleni ni combination ipi nichague ili kusudi huko juu nifikie malengo yangu. Huu ni mwendelezo tu katika yale maadhimio makubwa yaliyowekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kushirikisha taasisi binafsi ili kutengeneza maendeleo ya taifa hili, ambapo tunashuhudia kila siku, mwaka hadi mwaka, maendeleo kupitia sekta mbalimbali yakifanikiwa kutokana na mashirikiano hayo. Mwendelezo huu utaleta tija na faida kubwa kwa taifa, hasa katika sekta ya elimu Tanzania. Asante kwa kuendelea kuiangalia Informative TV. Mimi naitwa Mwanahamisi Simai. Informative TV.